nawapongeza na nawapongeza kwa bahati mlioipata. Kwanza, kuchaguliwa kushiriki mafunzo haya, lakini pili, kuhudhuria mafunzo kipindi chote na kuweza kuhitimu. Tumesomewa takwimu hapa, kuna wenzenu ambao kwa sababu tofauti au sababu mbalimbali hawakuweza kukamilisha. Sasa nyinyi ambao mmekamilisha, kwa kweli niwapongeze sana. Najua miezi 9 haikuwa miezi rahisi, ilikuwa ina raha zake, lakini ilikuwa na shida zake. Hata hivyo mmekomaa, mmejifunza, mmeiva, mmehitimu. Hongereni sana. Sasa nendeni mkayazingatie na kutekeleza kwa vitendo yale yote mliofundishwa kwa kipindi cha miezi 9 mlichokuwa hapa chuoni. Nafahamu kwa nyie ndio mnaokwenda kuwa wakuu wa intelijensia. Baadhi yenu mtakwenda kufanya kazi ya kushirikisha jamii kwenye kile vitengo vyetu vya polisi jamii. Wengine mtakuwa kwenye operation mbalimbali, wengine mtakuwa kwenye uchunguzi wa kisayansi ya jinai, lakini wengine mtakwenda kwenye usalama wa barabarani katika ngazi za mikoa na wilaya. Vile vile wapo watakao kuwa wakuu wa vituo vya polisi, wakuu wa upelelezi wilaya, wasaidizi wa wakuu wa idara na vitengo mbalimbali ndani ya jeshi letu katika mikoa, lakini hata makao makuu ya polisi. Kwa hiyo jipangeni kikazi. Hivyo kutokana na majukumu mtakayopangiwa muda mfupi ujao, ni matumaini yangu na ya taifa kwa jumla kuwa mtakwenda kufanya kazi kwa weledi na mtasimamia viapo vyenu. Nilikuwa nawasikiliza vizuri wakati mnaapa, lakini pia wakati mnaimba ule wimbo wa polisi. Mkienda mkifata yote ambayo leo mmeyatamka kwenye kuapa na yale mlioyasema katika wimbo wenu, Tanzania tutakuwa na jeshi zuri mno la polisi. Kwa nendeni kasimamiane yale. Lakini nimesikiliza vizuri maeneo ya mafunzo mliopitishwa na nimeona kwamba yamezingatia nyanja zote muhimu za majukumu yenu. Lengo ikiwa ni kuwajengea uwezo katika mapambano dhidi ya uhalifu na wahalifu. Na hiyo ndiyo kazi ambayo mnakwenda kuifanya. Hivyo kwa ujuzi huu mlioupata, ni matumaini ya Watanzania mtakwenda kuwa chachu ya maboresho na mabadiliko ya kiutendaji katika kukomesha vitendo vya uhalifu katika komandi na himaya zenu mtakazopangiwa. Vile vile kwa uelewa mlioupata, mtatusaidia kujibu baadhi ya changamoto zilizobainishwa na Tume ya Haki Jinai zinazohusu kuzingatiwa kwa taratibu na vile vile kasi ya utendaji kazi. Sababu tume ile imeonyesha maeneo mengi ambayo huko nyuma jeshi letu lilikuwa na kasoro. Kwa hiyo kwa mafunzo haya nadhani mtakwenda kuziba hilo pengo ambalo limeonyeshwa. Kama mnavyotarajiwa kwenda kusimamia haki za raia, mnatarajiwa pia kuendelea kuwa mabalozi wa kusimamia maadili katika komandi zenu. Mwe sehemu ya kukomesha vitendo vya kuomba na kupokea rushwa. Haya ndio maradhi makubwa yalikuwa ndani ya jeshi letu, na sitaki kusema yameisha, yapo, yanaendelea. Muda baada muda tunarushiwa viklipu, na mimi nikirushiwa wanamrushia IGP, watu wako wa barabara fulani, angalia. Na nashukuru nikimrushia hacheleweshi, anachukua hatua hapo hapo. Kwa hiyo nendeni kakomesheni mambo ya rushwa. Hamjafunzwa ili mpewe silaha zaidi za kwenda kukomesha watu kwenye mambo hayo. Mmefunzwa kwenda kutoa majawabu kwenye yale mambo ambayo jeshi letu linalalamikiwa. Kwa niombe sana kafanyeni hayo. Kama nilivyosema, wimbo wenu wa maadili ya maafisa wa polisi ambao unaimbwa kila shughuli inayokuwepo ni wimbo mzuri sana, na kama mtasimama nao, basi jeshi letu ndani ya ukanda huu hakuna ambaye anaweza kutushika. Niwaombe sana kasimamieni viapo na wimbo wenu.
Kama mnauimba kwa kumaanisha, basi maudhui yaliyomo kwenye wimbo yanatekelezeka na inawezekana.